tutoe noti nzuri. Kuna kanisa ambalo nilienda nikashangaa, nikakuta wahudumu sadaka zinapotolewa wanasimama pale kabisa kuangalia kwamba wanatumbukiza sadaka namna gani. Nikajifunza kitu kikubwa sana. Kwa hiyo wakati wa kutoa ni kitu cha muhimu sana. Toa kwa heshima, toa kitu kisafi ambacho kinampendeza Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Usije ukatoa Daniela ambayo ulikuwa umetoka tu hapo ndani imechakaa, wewe ukachukua tu ukasema kwa vile kule ni kanisani hakuna anayeniona, wala sio kwamba nakwenda kununua kitu nikatupe tu kwenye chombo cha sadaka. Hapana, tusifanye hivyo kwa jina la Yesu. Sifa faida kubwa tunapomwabudu Mungu kwa ajili ya uzuri wa utakatifu wake. Hebu tuseme Nyakati wa Pili mlango wa 20, Nyakati wa Pili 20. Sifa faida tunazozipata tunapomwabudu Mungu wetu kwa ajili ya uzuri, tunapomfanyia Mungu wetu ibada ya utakatifu. Anasema naye alipokwisha kufanya shauri na watu, akawaweka wale watakaomwimbia Mungu na kumsifu katika uzuri wa utakatifu, wakitoka mbele za jeshi na kusema, mshukuruni Bwana kwa maana fadhili zake ni za milele. Nao walipoanza kuimba na kumsifu, Bwana akaweka waviziao juu ya wana wa Amoni na Moabu na wa milima Seiri, walipokuja juu ya Yuda nao wakapigwa. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa tunapomsifu Mungu wetu kwa uzuri wa utakatifu, na sisi tukawa watakatifu, tunapata faida kubwa. Na maana kwamba maadui zetu wote wanashindwa, wanapigwa mbele zetu, na Bwana anakuwa pamoja na sisi. Jina la Bwana libarikiwe. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunafanya na tunazozipata tunapomwabudu Mungu, tunaona kabisa kwamba jinsi ambavyo hao watu walimsifu Mungu, wakamwabudu tu Mungu kwa bila uzuri wa utakatifu wake. Na katika bila kusifu na kuabudu, maadui zao wakapigwa, wakashindwa, na wao wakawa na ushindi kwa sababu walimwabudu Mungu wao katika utakatifu. Uwepo wake na utukufu wake unatuzunguka. Tunapomwabudu Mungu wetu katika utakatifu, uwepo wa Mungu unakuwepo kwa bila kutuzunguka, na pia ibada zetu zinapata kibali mbele za Mungu. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Maombi yetu pia yanajibiwa tunapomwabudu Mungu kwa uzuri wa utakatifu, tunapomwabudu Mungu wetu ambaye ni mtakatifu, na tunapomwabudu Mungu sisi wote tukawa watakatifu. Ina maana kwamba maombi yetu tunaomba mbele za Mungu yanapata majibu kwa jina la Yesu. Mungu wetu aliye mtakatifu anatilia vipawa vya Roho Mtakatifu ndani yetu. Tunapomwabudu Mungu wetu aliye mtakatifu kwa bila uzuri wa utakatifu, Mungu anakuwepo kwa bila kuatilia vipawa ndani yetu katika kumtumikia Mungu na kupa uwezesho wa kumtumikia Mungu kwa ufanisi tunapomwabudu Mungu wetu katika roho na kweli. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hebu tuseme tena Nyakati wa Pili hapo mlango wa 5 tunapomalizia. Wa 13 na wa 14 anasema, hata nikawa wenye panga na waimbaji walipokuwa kama mmoja, wakisikizisha sauti moja na kumsifu na kumshukuru Bwana, nao wakipaza sauti zao pamoja na panga na matoazi na vinubi, wakimsifu Bwana wakisema, kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Ndipo nyumba ikadawa na wingu na nyumba ya Bwana. Hata makuhani hawakuweza kusimama ili kufanya huduma yao kwa sababu ya lile wingu, kwa sababu nyumba ya Bwana imejaa utukufu wa Bwana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tunaona mpaka waimbaji walipomsifu Mungu na kumshukuru Bwana na kupaza sauti zao kwa pamoja, kwa panga na toazi, vinubi, wakimsifu Mungu wakisema kwamba
kutufunika. Kanisa la Yesu asifiwe sana. Na tumeona wote tunatamani kuona utukufu wa Mungu. Haleluya. Haleluya tu wa Mungu. Kwa hiyo naona kama katika kumsifu Mungu, katika kumwabudu Mungu, katika kumpa heshima, tunapokuwa pamoja kwa umoja na kuzisikizisha sauti zetu mbele zake na kumwabudu kwa ajili ya uzuri wa utakatifu wake, uwepo wa Mungu na kuwepo kutuhudumia. Na kama uwepo wa Mungu na kuwepo kutuhudumia, na maana kwamba magonjwa yote Mungu anasafisha, na zote zinavunjwa. Kila hitaji ulilo nalo Mungu anakuhudumia sawasawa na uhitaji wako, kwa sababu ameshuka na uwepo wake na utukufu wake unatufunika kwa jina la Yesu. Kanisa la Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo lazima tukumbuke kabisa kwamba Mungu ametukumbusha leo ya kwamba tunataka kumfanya Mungu ibada ya uzuri iliyo takatifu. Mungu amesema na sisi na kutosha. Endelea kutafakari ujumbe huu, endelea kunikabidhi mbele za Bwana, mwambie Mungu nisaidie ili kwamba unapokuja katika nyumba yako Bwana, unapokuja kukuabudu, hata nikiwa nyumbani kwangu basi nimetaka muda kwa ajili ya kumwabudu Mungu. Mungu angalia unaponaje mbele za Mungu wako, kwa sababu Mungu wetu ni mtakatifu mno. Nenda kwa kicho unapokuja mbele zake, mahali popote pale ulipo, nenda kwa kicho, nenda kwa utakatifu, nitakase mbele za Mungu ili ibada yako unapokuja kumfanyia Mungu umfanyie katika viwango vya utakatifu kwa jina la Yesu. Unashuka, shuka, unashuka, utukufu wa Bwana unashuka, muomba Mungu. Utukufu wa Bwana unashuka, unashuka, unashuka. Ruhusu mawazo yako yawe za Mungu. Ruhusu uwepo wa Bwana kukufunika na kukuhudumia. Na Bwana unashuka, utukufu zake zinashuka, nazo nguvu za Bwana zinashuka. Watu wake Yesu wakimuomba Mungu, utukufu za Bwana zinashuka. Tunaelekeza Mungu wetu, kila mmoja ashukuru Mungu na kumshukuru Mungu. Mpendwa, asante kwa kusema na mimi katika ujumbe huu, katika siku kuu hii na pekee ya kwamba tunataka mtakatifu wetu ni mtakatifu, kwa kusema na simama na kwamba Mungu wa mbinguni tunataka tufanye ibada ambayo Mungu wa mbinguni ni takatifu, ambaye anasifu kwetu katika kutoa kwetu, katika roho na maneno ya Mungu ya wanawake tuweze kukuabudu katika mambo ya utakatifu na manukato mazuri mbele zako kwa utukufu wako. Hapo tunapoendelea na ibada tunazidi kujikabidhi mikononi mwako, tukikusihi Mungu Roho Mtakatifu, endelea kutuhudumia Bwana katika siku maalumu kabisa ambao umetupa kama wanawake kwa ajili ya kuhudumu mbele zako. Bwana, tunakurudishia sifa, heshima na utukufu kwa sababu pekee yako unastahili Mungu wetu. Ni kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Baba tunaomba na kuamini. Amen. Mungu akubariki na ambaye mawazo yako yalikuwa hapa kwa neno zuri ambalo Mungu ametupa kama wanawake na kama kanisa pia. Tumwabudu katika uzuri wa utakatifu wake. Hivyo Mungu ametuhudumia kwa neno hilo, na si tumtii Mungu kwa neno hilo, tumwabudu katika uzuri wa utakatifu wake. Na Mungu amesema tiketi ya kwenda mbinguni ni utakatifu, ndio tiketi yako ya kwenda mbinguni. Kwa hiyo utaamua kunyoa, kutolea Mungu sadaka nzuri
Kwa hiyo andaa sadaka yako ukambariki Mungu. We
pia utasema nani amekukaribisha, na kama pia unahitaji kuokoka pia tunakukaribisha na Mungu atakubariki. Karibu. Nawapenda kanisa. Kwa majina naitwa Faraja Yohana, natokea Singida, wilaya ya Mkalama. Bwana asifiwe sana. Kanisa la Pefa, karibuni sana Singida. Nilikaribishwa na jirani yangu hapo, sijui jina lake, sijui mama nani, Mama Toro. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Amen. Asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Rehema, kutoka Singida. Nampenda Yesu. Amen. Asante sana, Mungu awabariki. Tunamshukuru Mungu. Na ni sehemu pia kujifunza. Kwa hiyo tunaomba tu mtu azime masikio. Mungu awabariki sana. Karibuni wamama kwa wimbo. Wow.
wa mama wailete zawadi ya kanisa mbele ya madhabahu ya Bwana. Bwana asifiwe. Tunamshukuru Mungu sana kwa kutufikisha siku ya leo na kuisherehekea siku ya leo ni neema. Kama wanawake tumeandaa zawadi kidogo kwa ajili ya kanisa. Tumeandaa vitabu 10 vya Tenzi za Rohoni. Na kutokana na ujenzi ambao unaendelea mahali hapa, tumeandaa fedha kwa ajili ya ujenzi. Naomba mwenyekiti akusanye vitabu vyote, alafu mwenyekiti atamkabidhi. Kwa jinsi ambavyo umelibariki kanisa. Kila mmoja ambaye amenyoosha mkono kutoa angalau kinachoonekana hapa, Mungu akawabariki na kuwazidishia. Tuna wachungaji. Tuna mama mchungaji ambaye amepata uzuri kidogo lakini alisema atafika, na tuna mchungaji wetu ambaye mchungaji Robert na mke wake, na wenyewe walihudumia kanisa kwa muda. Na tunaye mchungaji wetu mchungaji Njogu na mke wake, na tuna mama hapa Jumapili. Yaani mpaka nilikuwa nasema hivi roho kumbe ni mapacha. Yaani roho zinakuwa pacha. Yaani mchungaji Robert akiwa hapa, upendo wake na alipokuja Njogu, upendo ni ule ule kama Robert na mama, upendo wake ni kama wale wachungaji waliokuwa mahali hapa. Kwa hiyo nilikuwa najishangaa, kumbe roho zinaweza zikawa mapacha. Kwa hiyo tunawapenda watumishi hao, wamefanya kazi kubwa sana ya Mungu, lakini sisi kama wanawake hatuna cha kuwalipa. Na kilicho hapa ni kidogo sana, ni zawadi ya upendo kidogo sana. Hivyo naomba tu niwanyanyue, ninyanyue mchungaji Njogu, atamwakilisha baba, na mchungaji wetu Robert, mchungaji wetu mama Show kama hata kuwepo, basi na zawadi yake atakuja nyumbani. Karibuni. Sio kidogo sana, yaani sio kama Mungu ambavyo yaani kama Mungu ambavyo atawalipa. Sisi ni kidogo, ni zawadi ya upendo. Mungu awabariki sana. Karibuni wa mama.
Bwana jeshi kubwa. Amina. Kwa niaba ya Pastor Robert na familia yake, na mimi wangekuwa hapa wangewaambia mama hongereni kwa siku ya leo, lakini pia wangesema asante sana kwa moyo wenu wa upendo, kwa kujali, kwa kuona kazi yao njema ambayo Bwana aliwatuma kufanya mahali hapa, na zaidi sana wangesema kwamba mioyo yao imejaa shukrani na wanawapenda sana huko kwenye mioyo yao, ndani ya mioyo yao, familia yao inawapenda. Lakini pia wamama, familia ya Pastor Robert inaombea kila siku na moyo wake uko mahali hapa. Asante sana kanisa. Haleluya. Haleluya. Nasimama kwa niaba ya mchungaji. Ni kweli tumemwacha yuko madhabahu, ilikuwa rahisi kuacha madhabahu. Sasa zawadi ambayo tumeipata ni upendo tunachofanya hapa. Mungu awabariki sana sana sana. Naamini hii zawadi itafika na mama atafurahi na moyo wake. Bila shaka niwatie moyo wa pendo katika Bwana. Safari yetu ndio kwanza inaanza. Sisi tu wasafiri kwenda mbinguni. Amen. Sasa tunachokitoa hivi tunafanya kwa namna hii yasiishie duniani. Tukutane mbinguni. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanawake watumishi wa Kristo na BWK, kwa kweli nimeshangaa kwa sababu sasa mimi ni kama nimekuja tu hizi siku mbili. Mungu aliponipa kibali cha kuwa pamoja na yeye katika kumwabudu. Nimeshangaa kwamba wanawake mmeweka kwenye grupu na kuweza kupokea zawadi. Mmenishtua sana kwa kweli. Kwa kweli nimeshtuka sana sana wanawake. Wanawake ni moyo ulio wazi. Mungu azidi kuinua, Mungu azidi kupatia vipawa katika huduma yenu, zaidi ya yote katika familia zenu, katika mkono wa Mungu. Neno la Mungu linasema ni heri kutoa kuliko kupokea. Mimi nimepokea, lakini jambo mmetoa iwe heri kwenu kwa jina la Yesu. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Asante. Kwa hiyo mama naomba kapu na sadaka hii ni tofauti. Hii sadaka inashirikisha mwanamke yote, hata kama ni mtoto mdogo, lakini ni mwanamke. Tutatoka nje wote wa mama, awe mtoto mdogo, awe ni mwanamke. Tutakuja kutia mikono yetu kwenye kapu la mama.
ambaye tumeandaa risala yetu, na ninaenda kusoma kama ifuatavyo. Risala kutoka kwa wanawake wa VICC Sambarai. Tunamshukuru mama mchungaji wetu Mama Shaw kwa kukubali wito wa Mungu kuja kutulea hapa Sambarai. Mungu wa mbinguni akuzidishie miaka mingi na heri hapa duniani mama. Amen. Mama, idara yetu ya wanawake ina viongozi wafuatao 4. Wa kwanza ni Agnesi Moshi, mwenyekiti. Wa pili ni Teddy Susuma, mwenyekiti msaidizi. Wa tatu ni Neema Filipo, katibu. Wa 4 ni Hermina Masawe, mweka hazina. Risala hii ina vipengele 4. Na kipengele cha kwanza ni malengo au mikakati ya chama. Kipengele cha pili ni mafanikio. Kipengele cha tatu ni changamoto, na kipengele cha 4 ni shukrani. Naenda kuanza na kipengele cha kwanza, malengo ya chama au mikakati. Viongozi hawa wanafanya kazi kwa kushirikiana ili kuhakikisha wanawake wanatumika ipasavyo na kuleta baraka nyumbani kwao, kanisani na taifa kwa ujumla. Mikakati hiyo ni kama ifuatavyo: kutia moyo nyumba ya mchungaji wetu, kufanya huduma katika kanisa la mahali pamoja, kutembelea wanawake waliopata baraka za watoto. Ya 4, kutembelea wagonjwa na waliorudi nyuma. Kipengele cha pili, mafanikio. Mama, ndani ya mwaka mmoja tumefanikiwa kufanya yafuatayo: ya kwanza, kutembelea nyumba ya mchungaji wetu. Ya pili, tumefanikiwa kuwatembelea wanawake wajane, tumewatia moyo na kuwapa zawadi. Ya tatu, tumefanikiwa kushuhudia mtu mmoja maeneo ya Kidi, Heka na barabara ya simu. Changamoto. Mama, chama chetu kina changamoto mbalimbali kama ifuatavyo. Ya kwanza ni mahudhurio katika chama cha wanawake siku ya Jumanne ni hafifu. Changamoto ya pili, baadhi ya wanawake hawataki kabisa kushiriki jambo lolote kwenye chama japo ni washirika wa kanisa hili. Shukrani. Mama, tunamshukuru Mungu sana kwa kutupa kibali sisi wanawake cha kufanya huduma mbalimbali. Shukrani zetu ni kwako mchungaji wetu, mama yetu kipenzi Mama Shaw, kwa kutulea hapa Sambarai. Shukrani zetu za pili ni kwa mchungaji wetu, mchungaji Robert na mke wake, kwa kutulea pia hapa Sambarai. Shukrani zetu za tatu ni kwa mchungaji wetu, mchungaji Njogu na mke wake, kwa kutulea hapa Sambarai. Pia tunawashukuru wazee wa kanisa, mashemasi na washirika wote kwa kanisa la VICC Sambarai kwa kushirikiana nasi katika huduma mbalimbali za kanisa. Mwisho, wanawake wote tunamtukuza Mungu wetu kwa kutupa nafasi ya kutumika hapa kanisani. Kanisa hili ni zuri na lenye mafundisho ya kweli ya neno la Mungu. Wanawake wote tunajisikia vizuri kuendelea kulishwa kiroho katika kanisa hili, nasi tunaahidi kuendelea kumtumikia Mungu hadi Bwana Yesu Kristo atakaporudi. Risala hii imeandaliwa na wanawake watumishi wa Kristo wa VICC Sambarai. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Basi naelekea mwisho kabisa. Naelekea kwenye matangazo ya wiki. Naelekea matangazo ya wiki. Ibada zetu za wiki ni siku ya Jumatano na Ijumaa. Tunaanza saa 10 hadi saa 12 jioni.
kanisa letu limekuwa likisoma maandiko. Tumekuwa na mkakati wa kusoma Biblia kwa mwaka mzima na tunaendelea. Bwana asifiwe. Wewe ambaye usomi na kutia moyo usoma neno la Mungu. Neno la Mungu ni uzima, ni amini, ni kweli, na ukilisoma litakuweka huru. Amina. Wiki ijayo tunaendelea na maandiko kwenye kitabu cha Luka sura ya 16 yote. Hiyo ni Jumatatu. Jumanne tutasoma kitabu cha Luka sura ya 17 mstari wa kwanza hadi wa 19. Jumatano tutasoma kitabu cha Luka sura ya 17 mstari wa 20 hadi 37. Alhamisi tutasoma kitabu cha Luka sura ya 18 mstari wa kwanza hadi wa 17. Ijumaa tutasoma kitabu cha Luka sura ya 18 mstari wa 18 hadi 43. Siku ya Jumamosi tutasoma kitabu cha Luka sura ya 19 mstari wa kwanza hadi wa 27. Bwana asifiwe. Tangazo lingine, vijana wote naomba kusubiri baada ya ibada. Na lingine pia wamama wote tunawaomba. Baada ya ibada tu tutakutana baada ya kikao, tuna kikao kifupi. Alafu tangazo lingine, tuna ushemasi wiki ijayo. Ushemasi wa kwanza tutafanyia kwa Bibi Evaristi. Tunajua watu wa upande namba ya barabara kule tutakutana kwa Bibi Evaristi, lakini barabara hiyo tunaishi upande huu tutakutana kwa Baba Keli. Labda Baba Keli wapungie mikono. Bibi Evaristi alipo, wale ambao hawajui unaweza kaniona mimi kama mzee au kiongozi yote atakuelekeza. Bwana asifiwe. Tutashiriki neema ya Bwana wetu Yesu Kristo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, kutoka kwa Roho Mtakatifu, sisi sote sasa na hata milele. Amen. Karibuni, msiondoke.